Bwana asifiwe. Sehemu iliyotangulia tu nimemaliza kusema mtu ambaye hajipresent vile ambavyo ana profesi kujipresent, huyo sio mwanafunzi kweli kweli, na hiyo inatokea on a continuous basis. Ikitokea mara moja kama ilivyotokea Abraham, ni kwa sababu kuna sababu, na katika mazingira yetu zipo hizo sababu. Kuna ofisi nyingine ukienda huwezi kupata huduma, huwezi kufanikiwa kupata huduma mpaka umetoa, wanasema umetoa nini? Bashasha, si bahati, umetoa bakshishi, umetoa bakshishi, sio bashasha. Bashasha ni joy mpaka umetoa bakshishi. Au sio kutoa bakshishi sio kutoa bakshishi pase, bali ni yani somehow wale watu watachukua hela yako kwa namna moja au nyingine. Okay, nitoe mfano rahisi. Sasa huo mfano angalau sasa uko general zaidi kuliko ambao ningeotoa very specific, ungeenda moja kwa moja kujulikana. Ukifanya kazi na fundi yoyote yule except tu fundi kinyozi, au labda na hata fundi simu anaweza kukuibia. Kufanya kazi na fundi yoyote lazima utaibiwa, lazima atakuibia tu. Mimi nimefanya kazi na mafundi ujenzi, wameniibia. Nimefanya kazi na fundi mmoja ambaye alikuwa ni fundi wa magari, yaani huyo mtu mimi nilimchukulia kama family kabisa, kumbe ananiibia bwana. Nikienda kufanya service atakupigia hesabu, ameongeza kijihela fulani pale, kaiba. Alimradi tu kuna kitu yaani ndio maisha yake, ndio kawaida yake. Sasa mtu wa namna hiyo, maana yake huyo, of course sasa mafundi hawajaokoka kabisa, wengi hawajaokoka. Nimewahi kufanya kazi na fundi mmoja ameokoka. Huyo jamaa ndio alikuwa mpigaji kweli, yaani alikuwa exceptional. Ukimuita tu akufanyie kazi anakupigia bei za juu kuliko hata mafundi wa huku ambao hawajaokoka. Yeye alikuwa kaokoka. Nilivyojua nikaachana naye haraka sana. Kwa pointi yangu hapa ni kusema kwamba kuna mazingira ya mara moja utakayokumbana nayo, yatakayokulazimisha, yatakayokupindisha, yatakayokulazimisha utoe hela. Utatoa. Mwambia kuna ndugu yangu sijui uko ofisi gani kule atanisaidia. Ukienda kwa ndugu yako anakuambia sasa wewe toa tu zile hela alizokuambia utoe. Toa tu. Kwa ajili ya kazi zinasaidia. Unajua kuna watu wengi wanafanya maamuzi hapa. Utatoa. Kwa mazingira kama ndio nimesema, haya sio ya kila siku. Lakini kuna wengine wao ni kila siku. Kuna mzee mmoja anadai kwamba ameokoka. Nilimpa kazi ya kufanya ya ufundi. Nikaja kupata testimony kwamba ameiba sana mpaka anaona aibu. Na mimi nilijua kwamba ni mwizi kwa sababu kuna kitu kingine alikifanya. Aliniitia fundi, mimi nina mashine ya kusaga, akaniitia fundi kwa ajili ya kunirekebisha mashine ya kusaga. Akadai udalali kwa ajili ya yule fundi. Yaani fundi amekuja amefanya kazi amemaliza. Mimi nikaongea na fundi nikamuuliza ni shilingi ngapi kazi, akaniambia ni kiasi fulani. Kwa hiyo nikamlipa ile hela. Nimeondoka, tumeachana na fundi, nikataka kuhakikisha tena fundi haunidai wewe kitu chochote. Akasema hapana, udaiwi bwana, wewe nenda bwana. Kanipa mpaka lifti kutoka kwenye sehemu ya mashine mpaka nyumbani kwangu. Kufika nyumbani yule mzee ananipigia simu. Bwana, yule fundi bwana anatusumbua sana bwana yule. Anatusumbua, kuna hela hujamaliza kumpa, inabidi unipe mimi ile hela nikamkabidhi. Sasa maana ananisumbua sana yule fundi. Nikamwambia fundi yupi anayesumbua? Yule alikuja kutengenezea mashine. Nikamwambia yule, mbona mimi nimeongea naye nimemalizana naye? Mimi nimeongea naye nimemuuliza mara 2.
si fulani yule na simu yake ni hii. Nikamuuliza yule fundi, akasema bwana wewe kama unaweza kumalizana nao malizana nao, mimi unidai, mimi tushamalizana. Nikasema hapa sitoi hela, nikanyamaza kimya. Kesho yake akaja mpambe wa huyo mzee dalali, ananiambia bwana, analeta maongezi mengi, anaanzia kwa mbali, mimi namsubiri tu. Nikamwambia mimi ndo mwenye mashine bwana, yaani mimi ndo mwenyewe, umenikuta hapa, unasemaje? Sijui hela. Nikamwambia hela ipi? Yule fundi nilimpa mimi hela yote, wewe unayodai ni ipi? Au kuna udalali hapa? Akaanza kuwa mkali, maana nilishamkamata mahali pake. Akaanza kuwa mkali, anafoka kweli kweli. Nikamwambia hiyo hela story, kisheria wewe huwezi kunidai hiyo hela. Sasa wewe huyo fundi ulikuwa unamjua? Nikamwambia nilikuwa simjui, lakini wewe huyo mtu ambaye amenijulisha kwa hiyo fundi nafahamiana naye. Kumbe bwana, mjini hapa hata ukimuulizia mtu akuletee fundi anataka hela ya udalali bwana. Nilikuwa sijui. Kwa hiyo yule mzee ambaye alitaka hela ya udalali ndio fundi sasa naye wa ujenzi. Baadaye nikaja kumpa kazi ya ujenzi, ndio hapo alipopiga, ameiba. Mimi nafikiri kaiba zaidi hata milioni 8. Nikasema okay, basi sawa, wewe umeiba. Nikatamka maneno ya laana, mtu yote ananiibia mimi lazima vimtoke puani tu. Ndio maana yake, niibia mimi, hivyo ulivyoniibia vitakutokea puani, kwa sababu ni hela ambazo mimi nimezitoa. Lazima zikutokee puani. Okay, kwa kwenye sehemu hii nilitaka niendelee. Sehemu iliyopita nimeongelea hiyo kuijua kweli kama kigezo kingine cha mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kuijua kweli kunamfanya mtu awe mwanafunzi wa Yesu. Sasa katika kuendeleza kidogo, nilitaka ni kuonyeshe kidogo kuijua kweli kwenyewe ni kufanyika kuwa mmoja na kweli. Sasa kuna jitihada ambazo kidogo zinahitajika katika kule kufanyika kuwa mmoja na kweli. Jitihada zipo, sio kwamba hazipo kabisa. Nitakusomea Mithali sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11, jinsi ambavyo Mungu anasisitiza ili wewe uweze kufanikiwa katika effort zako za kuijua kweli. Anasema, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukaelekeza moyo wako upate kufahamu, naam, ukaiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukaitafuta kama fedha na kuufuatia kama hazina iliyosetirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Hii sehemu nyingine ngoja niache nisisome. Kule kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu, kuna efforts ambazo unatakiwa kuziweka. Changes are effortless, but there are some efforts that needs to be an input. Ukifanya hizo efforts za kutafakari neno, kulitafuta neno, kutafuta maarifa, kutafuta kuijua kweli, hizo ndo effort tu unazohitaji kuzifanya. Ukishafanya hizo effort, ile kweli kituama moyoni mwako, change is effortless. Yaani mabadiliko, kule kupata faida za kuwa mwanafunzi wa Bwana Yesu kweli kweli, kupata amani, kupata furaha, kupata shangwe, kupata ushindi katika kila kitu, kupata uzima na afya, kutatokea automatically. Hautahitaji kujilazimisha kufanikiwa. Hautahitaji kulazimishia kupata kibali. Hautahitaji kulazimishia kuwa mzima, kuwa na afya, kupata taarifa za Mungu. Hutohitaji kulazimishia. Kwa hiyo effort pekee utakayohitaji kuiweka ni kuelekeza akili zako kwenye kutafuta hekima, kama vile mtu anayekwenda kutafuta madini. Hawa wachimba madini ni
nilivyokuwa naishi kijijini Njombe, kuna watu ilikuwa Njombe au Dodoma, one of the two, nimeishi vijiji viwili. Sasa kuna watu walikuwa wana vijana wakati wanaondoka kijijini, wanaenda kusema kutafuta maisha, wanaenda kutafuta dhahabu, kutafuta madini. Sio lazima dhahabu, kuna madini ya aina nyingi. Kwa kijijini kuna shughuli nyingi ambazo wangeweza kuzifanya kupata maendeleo. Wanaweza kulima, wanaweza kufuga, lakini wanasema sisi tunaondoka tunaenda kutafuta madini. Kwa anakwenda kutafuta madini, anakaa huko miezi 6, hajaona hata dini moja, hajaona kwa miezi 6. Anakwenda anarudi, anakwenda anarudi, lakini yuko kule anapambana. Kwa nini? Kwa sababu katika watu wanaomzunguka anajua kwamba yule fulani alifanya jitihada hizi, amepata madini. Yule fulani kafanya jitihada hizi, kapata madini. Yule fulani naye kafanya jitihada hizi, kapata madini. Kwa nini na mimi nisifanye hizo jitihada? Kwa unaweza kukuta mtu anaenda mpaka mwaka mzima hatoki, siku moja unamkuta amerudi. Sasa walikuwa wakirudi, wanarudi wamevaa jeans, suruali jeans na jacket la jeans. Amepata madini, kishapata kanunua na viatu vipya, ameshapata, ameshatoka huyo. Kwa hiyo hizo ndio jitihada unazotakiwa put jitihada za kumtafuta Mungu kama mtu atafutaye madini. Weka jitihada katika kutafuta hekima, maarifa, ufahamu wa Mungu kama mtu aliyepotea miezi 6 amekwenda kutafuta madini. Ukiweka hizo jitihada, hiyo ni kanuni ambayo inakuelekeza, inakupa traction kuelekea kwenye kufanikiwa kupata vile vitu ambavyo unakusudia kuvipata.